Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba yetu, muumbaji wetu, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii. Tunaomba Roho yako Mtakatifu, mwalimu wa kweli, atufundishe. Tamalaki kila mahali sauti yangu inakopenya, kwa jina la Yesu, amina. Tunaendelea na somo letu la jana. Jana tumeanza kuona namna ya kuishi na mke kwa akili. Na ili mwanaume aishi kwa akili na mkewe, anapaswa ajue wajibu wake kama mwanaume ni upi. Na Mungu ametupatia wajibu wa kufanya kila mwanandoa kwa usalama na ustawi wa ndoa yake. Sasa ndoa ni mfano wa barabara. Magari hupita kwa kupishana barabarani. Kila gari huwa linapita upande wake. Na unapoona ajali imetokea, basi ujue kwamba kuna gari limeacha upande wake na likapita upande wa mwingine. Vivyo hivyo wanandoa, kwamba kila mwanandoa anatakiwa apite upande wake. Upande wa mwanaume ni upendo. Lakini upande wa mwanamke ni utii, na njiani mnapishana vizuri. Mke na mume, kila mtu akipita upande wake, mtaendesha magari yenu kwa furaha na njiani mnasalimiana. Lakini ikitokea kwamba mmoja ameacha njia yake, mwanamke akajifanya kupita upande wa mwanaume ambao ni upande wa kupenda, ajali huwa zinatokea. Lakini basi kama magari pia barabarani, kuna wakati unaomba site ili upite upande wa mwenzako, na unaweza ukapita ule upande, mara tu unarudi tena upande wako. Katika ndoa hivyo hivyo, kuna wakati mwanamke anachukua upande ule wa kupenda. Kumbuka kwamba sisi tumeumbwa tu na upendo, uko ndani yetu, unasubiri tu mtu fulani auchokoze. Na mwanaume pia anaweza akapita upande wa utii. Shida imetokea, amani hakuna, mwanaume anatakiwa ajishushe, apite barabara ya mkewe ya utii, amani ije, na baada ya hapo mnaendelea. Sasa huu wajibu wa mume au kuishi na mke kwa akili ni kujua mwanaume anachotakiwa kufanya kwa mkewe, yaani wajibu wake. Wajibu ulio mkubwa kabisa wa mwanaume kwa mkewe ni kumpenda mpaka mwanamke ajue. Na tunasoma Waefeso 5:25, utasoma Wakolosai 3 fungu la 19, enyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Kuna wanaume wana uchungu na wake zao. Mke alimkosea mwaka juzi, anakumbusha mpaka leo. Alikuja baba yangu, umempikia dagaa. Baba yangu ana vidonda vya tumbo. Alikuja mjomba. Ni uchungu, na Mungu amekataa. Wanaume, msiwe na uchungu na wake zenu. Na ukisoma lile fungu ambalo sasa ndio kiongozi wetu, ya kwamba ishini nao kwa akili ili kuomba kwenu kusizuiwe. Kuna wanaume maombi yao Mungu hayajibu kwa sababu ya wanawake. Ndio maana nilianza masomo ya wanawake, ili wanawake tukumbushane, tujue sisi ni kina nani, kwamba yani wewe unaweza ukafanya mume wako hafanikiwi kwa sababu yako. Kwa hiyo mwanamke moyo wake unapaswa uwe mweupe, asiwe na kinyongo kwa mumewe, maana utazuia maombi yake. Wajibu wa pili ni kumtunza mkewe. Waefeso 5:29 anasema, kwa maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo anavyolitendea kanisa lake. Kumlisha mkeo na kumvisha. Mvishe mkeo apendeze. Baba, una suruali tele, una masuti kama yote, lakini mkeo hana nguo, na hata kuongozana naye hutaki kwa sababu mkeo hapendezi. Mama anataka muongozane, baba fulani nisubiri basi, tanguliamo. Ingekuwa ni mimi, hakuna cha kutanguliamo, nashika mkono twende wote, na manguo yangu yasiyoeleweka tutaenda wote. Mume, tunza mkeo. Lakini Timotheo wa kwanza 5 fungu la 8 anasema hivi, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa,
ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Ina maana kuna wanaume msikitini anaenda, kanisani anaenda, lakini yeye ni kafiri. Kafiri ni mtu asiye na dini, asiyetunza watu wake nyumbani, ni mbaya kuliko kafiri. Akina baba, amkeni mtunze familia. Jambo jingine pia, kuishi na mkeo kwa akili. Wanawake tumeumbwa tofauti na wanaume. Katika mwezi kuna nyakati ambazo, kuna siku ambazo mwanamke anaingia pangoni, hajaudhiwa na mtu, haumwi, lakini hana tu furaha. Mwanaume unatakiwa ujue kwamba hizi nyakati mke wangu yuko pangoni, ni mambo mawili: nimfuate pangoni au nimsubiri nje, atatoka. Sasa mwanaume anayeishi na mkewe kwa akili anaelewa kwamba okay, ndio zile nyakati. Haumwi mke wangu, mtu amekuudhi, ujue kwamba yuko wapi? Pangoni, atatoka. Na tunasoma Malaki 2 fungu la 14 mpaka la 16, linasema hivi: lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Wanaume wengi wanawatenda wake zao mambo ya hiana. Ana mke mwaminifu nyumbani, lakini ana michepuko. Ni kweli tumejifunza kwamba sisi wanawake ni wasaidizi, mambo madogo madogo tufanye. Mke wako anafanya mambo madogo, yale makubwa hayaoni. Pesa unakopeleka hujui. Hayo ni mambo ya hiana na Mungu anakasirika. Unatunza mchepuko, unaacha kutunza mkeo. Na michepuko nafikiri ina gharama kubwa zaidi, na huwa hawana mapenzi, anakuchuna tu. Niseme kwa sauti kubwa, anakuchuna. Peleka pesa kwa mkeo ili muendelee. Ukitaka ujue kama anakuchuna, hebu ugua. Ukiumwa utaenda wapi? Utarudi kwa mkeo. Na wamama, Mungu awabariki kwa mioyo yao. Mwanaume anatoka anakula pesa zake, anamaliza, alafu anarudi anatia huruma nyumbani. Wamama anakunjua mikono, anampokea. Hata kama anakasirika, lakini anampokea. Hiyo ndio roho ya wamama, roho ya malezi. Baba, mambo ya hiana unayofanya, unajizalishia watoto huko kama mbegu za mchicha, wakati nyumbani mkeo amekuzalia watoto wazuri. Unamtenda mkeo mambo ya hiana, kwenda kuzaa nje, kuacha mkeo nyumbani, ni mambo ya hiana. Sasa tukumbushane, kwa sababu ninaenda duniani kote. Ni dhambi kubwa kuzaa watoto wako nje umletee mkeo nyumbani. Watoto wanaoweza kuwepo pale nyumbani ni wale ambao mama huyu aliyeolewa aliwakuta, sio wale unaotengeneza baadaye alafu mletee mkeo. Kwa nini mtoto wa watu ateseke? Mungu anachukia mambo ya hiana. Wanaume mpo kwanza huko, mpo, msikilize vizuri. Jambo la 4, mume anatakiwa aishi na mkewe kwa akili, kwa kumfanya mkewe awe mwenye furaha. Mwanamke anakuwa na furaha pale ambapo mume wake anampenda. Kumbukumbu la Torati 24 fungu la 5 anasema, mtu atwapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote. Akae faragha mwaka mmoja nyumbani mwake, apate kumfurahisha mkewe aliyemtwaa. Kumbe wenzetu Israeli walikuwa naenda honeymoon ya mwaka. Leo watu wanaona hata honeymoon hawaendi. Eti sina hela. Una hela wakati unapanga kuoa wewe. Honeymoon ina maana yake. Mbele ya safari mkizeeka kama hivi mnakumbushana. Mithali 15:13, moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Kuna mama ukimwangalia unajua kabisa kwamba hana furaha. Uso umekunjamana, uso mrefu, hana furaha. Hana furaha kwa sababu ya yule mtu aliyemwamini akatoa maisha yake na moyo wake. Baba anachezea moyo, anaupiga danadana, da. Usicheze na moyo wa mkeo. Mhubiri 9:9, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili. Mwanaume, ishi kwa furaha na mkeo, mfurahishe mkeo. Jambo la 5 ni kumfanya mke aheshimike katika jamii. Muinue mkeo, muelimishe,
mpe mtaji wa biashara ili asiwe ombaomba, mvishe vizuri. Hodi Mama Joni, tumekuja tunakusanya mchango, kuna msiba zile 500. Mimi sina mpaka Baba Joni arudi. Yaani yeye ni hivyo hivyo. Anafika hapa anasema naomba moto nikakolezee, anachukua makaa mawili. Naomba moto ili apate tu wa kupikia. Na mwanaume mwenye suruali nyumbani. Wanaume mpone kwa jina la Yesu. Jambo la 6, ambatana na mkeo. Mithali 19:5. Mathayo 19 fungu la 5 akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kuambatana sio kuongozana kila mahali. Maana wangu nimemwacha mbali, lakini hata hapa tumeambatana. Mwanaume, ambatana na mkeo. Kuambatana ni kujua alivyo mkeo, kujua mahitaji yake. Yaani hujui hata mke wako anavaaga kiatu namba ngapi. Wanaume watoke na wewe wa kwanza unatoka unaenda wapi? Hujui mkeo anavaa kiuno saizi ngapi? Hujui kila kitu cha mkeo wewe namna gani? Hujui. Haya, tunaita wanaume jamani, huku wanaume kwenye jamii waliooa, wewe wa kwanza. Hivi nao unatoka unaenda wapi? Tunasoma pia Mwanzo 2:24 linasema fungu hilo hilo. Kuna wanaume ambao bado hawajaambatana na wake zao, wanaambatana na wazazi wao na marafiki zao. Huko ndiko wanapata mashauri. Anakaa na mkewe wanajadili. Sasa mke wangu hapa tulipo sasa katika vile viwanja viwili tujenge kile. Kweli mume wangu, na sisi tujenge. Mwanaume ananyanyua simu. Halo mama au baba, tumeona tujenge huku. We mjinga nini? Utajengaje huko wakati hapa kijijini hujajenga? Basi mama au basi baba. Harudi kwa mkewe, ni aibu kusema nimekatazwa na wazazi. Nimeona tusijenge huku. Shindwa. Unafanya urafiki na watu badala ya mkeo. Wewe na mkeo ni mwili mmoja, mnapanga mambo yenu. Shirikisha mke wako kila jambo lako. Jambo la 7, kidhi hitaji la mkeo la maji ya kunywa. Wanaume wanaona kama wao tu ndio wameumbiwa kunywa maji. Yaani wao ndio wana kiu. Yaani huwa jua linawawakia wao. Utasoma Wakorinto wa kwanza 7 fungu la 3. Haki, mpe mkeo haki yake. Jambo la 8, kumlinda mkeo na mishale inayotoka nje kwa ndugu. Kuna wamama mkwe vigego hatari. Hampendi mtoto wa watu na hajamkosea. Akimpikia samaki, akimpa mkiani, anataka kwenye kichwa. Akipewa kichwani, anasema nao hataki. Anataka samaki mzima. Samaki mzima kipindi hiki ananunua kutoka wapi? Hata hivyo, kwa nini wamama mkwe hawawapendi wakamwana? Kwa nini? Mimi nimemwambia Bwana nisiwe miongoni mwao. Na kamwana kangu ni karafiki kangu, tunaitana best. Nakapenda, yani mpaka anajua kwamba nampenda. Ile ni furaha ya mtoto wako. Mke wa mwanangu ni furaha ya mwanangu. Kwa hiyo lazima nimpetipeti ili afurahishe mwanangu. Mtu anayekuongezea ukoo unamchukia. Kwa nini mtoto wa watu? Kwa nini? Jambo la 9, kumfariji mke anapougua au kusononeka. Kuna wanaume hawajali kabisa furaha ya mkewe, hajali. Wanawake ni viumbe wa pekee. Mume wake akiumwa haendi mahali, atakaa hapo, nikupe hiki, nikupe hiki, nikupe hiki. Sasa ngoja mke aumwe. Vipi? Hujapona? Haya, mimi naenda kazini. Akirudi sasa, vipi? Bado uko kitandani hatuli. Lakini yeye akiumwa, nifunike tu, nifunike tu mke wangu, nifunike. Kumbe nyie mnajua kwamba mtu akiumwa afunikwe. Mbona wewe umfunikagi mkeo? Unaenda wapi sasa mke wangu? Naenda kununua tu hapo maziwa nije nikutengenezee kauji. Kumbe wewe unajua Wababa mpone kwa jina la Yesu. Jambo la 10, msaidie mkeo ainuke kiroho.
Msaidie mkeo ili agundue madhaifu yake yeye mwenyewe, kwa sababu mwanamke anapokuwa mcha Mungu ni faida kwa mume, ni faida kwa watoto. Kwa hiyo msaidie. Tunasoma Ezekieli 33 fungu la 7. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Huyo ni ndugu yako, mlinde kiroho ili umsaidie. Mpendwa katika Bwana, ndoa yako iko hivyo ilivyo kwa sababu ya ninyi wawili ndio mmeitengeneza namna hiyo. Wanaume, wanawake wengi wanasononeka sana sana kwa mambo ya hiana unayotenda mkeo. Akiwa binti mdogo, binti mzuri, kadri anavyokuzalia watoto anachakaa. Mtengeneze ili apendeze. Na wengine walikuwa masikini, mmeona hamna kitu, Mungu amewajalia mbele ya safari, eti unaenda kutafuta mwingine aje kula mali alizopiga magoti mkeo kukuombea. Tupone kwa jina la Yesu, tutoke jangwani. Kuna wanaume wanaona wenyewe sifa kuzaazaa hovyo. Ni dhambi, ni dhambi. Mungu hapendi. Unamtendea mambo ya hiana mke wako. Jioni ya leo ninatoa wito wa pekee. Wewe ndio unajua ulivyoishi na mkeo. Ukipeleleza unaona kuna mahali kama vile mkeo huwa anakulalamikia. Ikiwa huko vituoni ni wewe ni mmoja wapo, simama kwa miguu yako ili uanze upya. Urudi kumpenda mkeo upya. Ufanye agano upya ili muanze tena upya na mke wako mrembo. Ikiwa upo miongoni mwa hawa, basi ninakuomba usimame ili tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa zawadi uliotupa ya waume. Baba, bariki waume zetu. Kuna mahali kama wanadamu wako waliokosea wake zao. Ninaomba Roho yako Mtakatifu akaguse mioyo yao, wakakumbuke walikotoka na wake zao, wakarudi tena kwa wake zao. Wakumbushe wake wa ujanani. Baba, wewe Mungu utaleta kila wazo na tendo la sirini, na kwa sababu hiyo samehe waume zetu, uwabariki, wakumbatie, wafanye kuwapenda wake zao. Na wakina mama pia tufanye kuwa baraka na pambo na furaha kwa ajili ya familia. Tunajikabidhi mikononi mwako. Teta na wanaoteta na familia za watoto wako. Pigana na wanaopigana na familia za watoto wako kwa ajili ya utukufu wako, kwa jina la Yesu. Amina. Mungu atubariki. Tunaanza mwanamke anayekupenda kweli, ukiacha mama yako, ni mke wako tu. Yule anasema nakupenda hamaanishi, anamaanisha napenda mfuko wako. Siku ukifilisika utaelewa. Familia nyingi sana zinaharibika kwa sababu ya wababa ambao hawajui kuishi na wake kwa akili. Hawajui wajibu wao. Anatoka kazini, anapita huko usiku, anarudi usiku wa manane. Mke anakuwa mpweke. Rudi nyumbani ukakae na mkeo na watoto wako. Mungu wa mbinguni atubariki kwa jina la Yesu. Amina.